Bwana asifiwe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Tunakuomba Bwana kwamba utafungua mbingu na kutupatia yale yote ambayo tunayahitaji katika roho, kwa roho, kwa jina la Yesu. Tufanye kwa wasikivu na tusaidie kama tunavyo yakubali maneno yako na kuliamini neno na kulibinafsisha neno, yote yale yanayomiminwa ambayo umeyakusudia kwa ajili ya watu wako mmoja na wote yatakuwa ni yetu leo kwa jina la Yesu. Asante Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Tuarejea tena kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume, na leo tunasoma kuanzia mstari wa 8 wa sura ile ya kwanza. Matendo sura ile ya kwanza mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Hata mwisho wa nchi. Unakuta pale neno kupokea, mtapokea. Amekuwa akizungumza juu ya ubatizo, kule kuzamishwa katika Roho Mtakatifu, na anasema pale ambapo Roho yule Mtakatifu, Roho wa kweli, anapokuja juu ya mwombaji aliyetakaswa, mwanafunzi wa Kristo, ya kwamba watapokea nguvu, uweza. Katika uweza huo kutakuwa na ile shauku kwa ajili ya Roho, kutakuwa na shauku kwa ajili ya kutoka, shauku kwa ajili ya kufikiri juu ya maeneo yaliyo mbali na zile roho ambazo bado hazijaweza kuokolewa. Katika nguvu hiyo pataweza kuwa na utii kwa lile agizo kuu, kwamba unaamka kila inapoitwa leo na Roho wa Mungu aliye juu akiwasukuma, akiwakumbusha, akiwavuvia, atawafanya wao kuweza kuwa na utii kwa lile agizo kuu. Katika ile nguvu wataweza kupata ule utayari wa kwenda mahali popote pale, kila mahali, au kukaa ama katika Yerusalemu au katika Uyahudi au penginepo katika eneo lingine lolote la ulimwengu ambapo wameweza kwenda katika uweza wa ile nguvu, ambapo kutakuwa na ile bidii na shauku ya kiinjilisti ambayo itamfanya mtu kutaka kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Na katika uwezo huo patakuwa na kule kuwa na kung'ang'ania, kule kuvumilia, ya kwamba liwalo lote litakalotokea, chochote kinachoweza kutokea, wataweza kuwa na ile nguvu ya kustahimili, kuweza kusimama na kusonga mbele na hatimaye kuweza kutenda kile ambacho Bwana amewaita ili kuweza kukitenda. Utapata kuweza kuelewa ya kwamba Yesu Kristo hakuwa amesisitiza sana au kutoa mchanganuo zaidi na kutia nuru zaidi kunena katika lugha, bali kuwa na uweza, kuwa na shauku, kuwa na utii, kuwa na ule utayari na kuwa na ile shauku ya kiuinjilisti na kule kuwa na ule ustahimilivu kwa ajili ya uinjilisti. Anasema nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, akiisha kuajilia juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu
katika kote katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi, Swali sasa hapa linakuja katika sura ile ya 19 mstari wa 2. Matendo hii Matendo ya Mitume, kitabu hiki sura ya 19 mstari ule wa 2, anasema akawaambia, akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Walikuwa tayari watu hawa wamekwisha kuamini kwa ajili ya wokovu wa roho zao. Hawa watu walikuwa wana ushuhuda wa kuamini kwao, wamekwisha kuwa waamini wapa, viumbe wapya katika Kristo, na kila namna ya desturi na kila namna ya kidhambi za Efeso walikokuwa wakiishi, hayo yote yalikuwa yametakaswa kutoka kwao na yameondoshwa, na walikuwa sasa ni viumbe wapya katika Kristo, na ilikuwa dhahiri kabisa. Lakini alikuwa akitafuta zaidi ya wokovu wao. Na je, mmekwisha kumpokea Roho Mtakatifu toka mlipoamini? Walikuwa wamekwisha kuamini kwa ajili ya utakaso. Angeliweza kuona kabisa ya kwamba hapakuwa na mtafaruku kati yao, hapakuwa na mashindano katikati yao, hapakuwa na unajisi wowote kati yao, hapakuwa na mambo ya kimwili kati yao. Hilo aliweza kuliona. Hapakuwa na namna ya anguko ambayo ilikuwa inadhihirika, aliweza kuliona hilo. Lakini aliona kule kutokuwa na shauku, aliona kule kutokuwa na ule uwazi kwa ajili ya kujidhabihu na kutenda lolote ambalo lihitajika kuweza kufanyika. Aliona kule kutokuwa na ule uradhi wa kwenda popote pale, kokote pale. Aliona ule uchache wa bidii ya kiuinjilisti, aliona unyonge ule. Aliweza kuona kule kutokuwa na kule kustahimili dhidi ya kila hali ambayo walikuwa wakikabili. Kwa hivyo akashangaa, akajiuliza, mmeshapata nguvu? Mmeshapokea ule uweza? Je, mmeshampokea Roho Mtakatifu toka mlipoamini? Na hao wakasema, wakamwambia, wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatujasikia. La hasha. Swali linalofuata lingelikuwa kwamba basi mmekuwa wapi wakati wote? Hawa walikuwa ni wanafunzi ambao walikuja kwa kupitia Yohana Mbatizaji, na kama wangelikuwa wamekuwa wasikivu vya kutosha, wangeliweza, jambo la kwanza, kuwa wamejua yale maisha ya kiongozi wao ambaye Mungu alikuwa amemtumia katika kuwaleta wao katika imani, kwamba alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu kutoka katika tumbo la mama yake, na wangeliweza kupata kujua ya kwamba Roho Mtakatifu alikuja juu ya Elizabeti ambaye ndiye mama wa Yohana Mbatizaji. Wangeliweza kujua ya kwamba Roho Mtakatifu alifungua kinywa cha baba yake Zakaria wakati aliposema jina lake ataitwa Yohana. Wangeliweza kusikia ya kwamba Yohana alisema, hakika mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, lakini yuaja nyuma yangu yeye aliyekuwa mkuu kuliko mimi nilivyo, yeye atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu. Na wangeliwezaje kuwa wamekuwa chini ya huduma ya Yohana ya Apolo au huduma ya wale wanafunzi wa Yohana Mbatizaji, alafu na wakamwambia, wala hatujawahi kusikia kama
kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Na kwa hivyo kama wangelikuwa wamebatizwa kama Yesu alivyoamuru, kubatizwa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wangelikuwa wamesikia juu ya jina la Roho Mtakatifu. Walikuwa hawajasikia, kwa maana kwamba walikuwa hawajabatizwa. Watu wengi wanakuja katika mikutano na wanasikia tu kile ambacho wanachagua kusikia, hawasikii kila kitu ambacho kimekuwa kinasemwa, kila kitu ambacho kinahubiriwa. Ninaomba ya kwamba Mungu mwenyewe atatupatia sisi sote masikio ya kusikia. Amen. Kila liwalo lote ambalo Mungu anasema kwa kanisa lake, kupokea nguvu ya Roho kama kale. Tunaangalia mambo matatu katika ujumbe huu wa leo. Jambo la kwanza, kuipokea nguvu isiyo ya kawaida ya shahidi mwenye kushawishi. Jambo la pili, tutakwenda kuangalia kuidumisha nguvu isiyo ya kawaida ya walinzi wenye ujasiri. Jambo la tatu, tutakwenda kuangalia kuitambua nguvu isiyojulikana ya mtendakazi mwenye utambuzi. Katika kipengele cha kwanza tunaangalia kuipokea nguvu isiyo ya kawaida ya shahidi mwenye msukumo, mwenye kushawishi. Hebu pigia mstari vizuri neno si ya kawaida. Hiyo sio nguvu ile ya kawaida ya nafsi tu ya mwanadamu au roho ya mwanadamu. Sio nguvu ya kawaida ya watu ambao wana elimu ya kawaida. Sio nguvu ya kawaida ya mtu wa kawaida ambaye ni mwendaji wa kanisa. Hapana, nguvu isiyokuwa ya kawaida ya shahidi mwenye kuwa na mguso. Tuangalie Matendo ya Mitume 1 tena mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nguvu yake kuwa shahidi na kushuhudia kwa kushawishi, kushuhudia kwa ujasiri, kushuhudia kwa uthabiti. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi, hata mwisho wa nchi. Wakati Roho Mtakatifu alipokuja, wale makutano walikutanika na walikuwa wakijiuliza kwamba kitu gani, kulikoni hapa? Kitu gani ambacho kimetokea hapa? Tunaona nini hapa? Nini tunachokisikia? Na Petro akainuka akiwa mmoja kati ya wale 12, mmoja kati ya wale 120 ambaye alikuwa amepokea Roho Mtakatifu, na akaanza kusema nao. Sura ya 2 mstari wa 37. Sura ya 2 mstari wa 37. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakachomwa mioyo yao. Hiyo ndio nguvu inayochoma, inayoshawishi katika mioyo yao, na kumwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Tutendeje? Naangalia mambo matatu hapa. La kwanza, nguvu ya Roho kwa kuhubiri kwenye kuliko na ushawishi.
Jambo la pili, kusudi liokoalo ligeuzalo watubuo. Jambo la tatu, shauku ijazilizayo kukamilisha kuwa na mpenyo kamili. Jambo la kwanza ni ile nguvu ya Roho. Aina gani ya nguvu? Ambayo itatupatia kuhubiri kuliko kuwa na kushawishi. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Yohana sura ya 16 kuanzia mstari wa 7. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi, inawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo mfariji hata kuja kwenu, yule msaidizi hata kuja kwenu. Ile nguvu ya ndani, uwezo hautakuja. Kama nisipoondoka, ule mbadala hautakuja. Lakini kama nikiondoka, nitamtuma, sio kitu, nitamtuma, sio nitakituma. Yeye sio nguvu tu, yeye sio kitu cha kisaikolojia, sio kitu cha kimwili. Yeye ni nafsi ya tatu katika utatu. Nitamtuma. Mstari wa 8, naye akiisha kuja, naye sio nacho kikiisha kuja, naye akiisha kuja, huyo atawahakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Anapokuwa yupo katika mhubiri, yeye hata waendekeza wenye dhambi, hata wabembeleza wenye dhambi. Watu wenye kuhubiri hawatakuwa wenye kunena maneno ya kupendeza tu, lakini yeye Roho atakapokuja, yeye ataukemea ulimwengu kwa habari ya dhambi, juu ya haki, na ile hukumu itakayokuja wakati Roho Mtakatifu anapokuwa amekuja. Wale wahubiri waliye naye Roho Mtakatifu hawataonea haya kule kutangaza ile hukumu inayokuja ya Mungu juu ya wenye dhambi. Mstari wa 9, naye anasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Mstari wa 10, kwa sababu ya haki hawanioni, kwa sababu mimi naenda kwa Baba, wala hamnioni tena. Naenda kutoka katika ulimwengu, naenda kwa Baba yangu, na wala hamnioni tena. Lakini kama ambavyo nimeleta ujumbe huu wa toba, ujumbe wa haki, na nimeleta ujumbe wa kurejea kwa Mungu, Roho Mtakatifu naye atakuja, atachukua nafasi yangu, ataishi ndani yenu, naye atanena kupitia ninyi, hasa kile ambacho mimi nimekuwa nikikisema. Atakuwa akilisema hilo kupitia ninyi na kunena juu ya toba. Atanena juu ya haki, juu ya kule kurejea tena kikamilifu kwa Bwana. Mstari wa 11 anasema kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Watu wa dunia hii wanamfuata mkuu wa dunia hii. Wenye dhambi wanamfuata shetani ambaye anaongoza
na kuwa na msukumo kwao na kuwahamasisha na kuwasukuma. Na huyu mkuu wa ulimwengu huu, yeye amekwisha kuhukumiwa, na ndio sababu kwamba kwa nini Roho Mtakatifu anapokuja kadhalika atalete hukumu badala kwenye dhambi ambao wanamfuata yule mkuu wa ulimwengu huu. Hiyo ni wazi kabisa kwamba kule kuhubiri kutakuwa kuna mguso, kuhubiri kuliko na mguso, nguvu ya Roho kwa ajili ya kuleta kuhubiri kuliko na ushawishi. Matendo ya Mitume sura ya 2 ile tena tuangalie mstari wa 14, 2:14. Matendo ya Mitume anasema, lakini Petro akasimama pamoja na wale 11. Wale 11 alipokuwa anasimama namna hiyo, na watu ambao walikuwa wanajiotea moto na wakamkamata, na ule usaliti na ile hukumu ya bandia ya Kristo ilikuwa ikiendelea. Petro akamkana Bwana. Alikuwa mwoga, alikuwa hana nguvu wakati huo, alikuwa hana uwezo, lakini sasa hapa amekwisha kurejezwa, na ameshakurejezwa katika wokovu. Amesharejezwa hapa sura hii ya 2 mstari wa 14 katika utakaso. Petro hapa baada ya kuwa amekwisha kupokea sasa ujazo wa Roho Mtakatifu, sura hii ya 2 sasa tunamuona wale watu walipokuwa wamekutanika pamoja, roho sasa wa ujasiri, roho wa uthabiti, roho kushawishika akaja juu yake, na Petro akiwa sasa amesimama pamoja na wale 11, wale mitume wengine 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Na akaanza kuwahubiria. Tunajua ya kwamba ule udhihirisho wa kupokea Roho Mtakatifu, ule udhihirisho sasa ulikuwa uko bayana. Tunajuaje haya? Yeye alikumbuka mara moja alilikumbuka neno la Yoeli nabii, na akanukuu aya ile kwa wakati Roho wa Bwana atakuwa amekwisha kuja, atawakumbusha juu ya yale mambo ambayo mmeyasikia au kuyajua katika wakati uliopita. Halafu akatafsiri Roho kwa ile nguvu ya roho ya utafsiri ambayo ilikuja juu yake. Alikuwa amepokea ile nguvu, na si hivyo tu, alinukuu zile Zaburi kuhusiana na kifo, kuzikwa na ufufuo wa Kristo. Ule ufahamu wa ile kweli ya maandiko ukawa sasa umekuja juu yake. Na si hilo tu, aliwaonyesha akasema, enyi nyinyi mlimsulubisha, mlimuua yule mwana wa Mungu, Mwokozi Kristo. Na alipowapatia hayo yote, mstari wa 37 anasema, sasa walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao. Hawakunyosha mikono yao na kumkamata. Utawezaje kusema hivyo wewe Petro, kati ya watu wote?
siku chache tulizopita, majuma machache tu yaliyopita, wakati tulipokamata bwana wako, wewe ulikuwa mwoga sana ya kwamba hata ulimkana. Alafu sasa unatuambia viongozi wamekwisha kutushawishi na sisi tukafanya lile ambalo halidirikiki. Walichomwa mioyo yao, hawakukwazika, hakuwa na ile nia ya kumtesa, walichomwa mioyo yao. Na sasa akasema kile, wakasema tufanye nini? Tutendeje? Mstari wa 38, Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja katika maji, kila mmoja wenu kwa jina lake au kwa mamlaka na kwa amri ya Yesu Kristo, mpate ondoleo na msamaha wa dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. 39, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote walio watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. 40, akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki, jitengeni wenyewe, jitengeni, hebu jiondosheni, hebu ondokeni, jiondosheni kutoka katika kizazi hiki chenye ukaidi. Hakuzungumza tu kwa mtu mmoja mmoja, na wala sio kwa Wayahudi na watu waliokuwa Yerusalemu. Akazungumza na kile kizazi chote cha watu wenye dhambi, watu wasiokuwa watu wakaidi. 41, nini uliokuwa mwitikio wao? 41 anasema, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa. Walipokea ile neno lililokuwa limewashawishi, neno ambalo lililete maungamo kutoka ndani yao, ile neno ambalo liliwaongoza kupata wokovu. Walipokea hilo neno kwa furaha, ile neno la karipio, ile neno la hukumu ile inayokuja, na ile neno lile kwa la kutubu kwa moyo mzima na kumgeukia Bwana. Hawakufanya hivyo kwa kunung'unika kule kulipokea neno. Hapana, walilipokea neno kwa furaha, na pale walikuwa wamekusanyika watu, na hao wakabatizwa, na siku hiyo wakaongezeka watu wapata 3,000, wakapata 3,000. 42, wakawa wakidumu, walikuwa wameshawishika kwamba huu ndio halisi wa kuwa mtu ameshawishika. Wakakiri, wakaungama kweli kweli na kikamilifu. Huo ndio uhalisia kwamba waliweza kuendelea, waliongoka. Huo ndio halisi kwamba waliweza kuendelea katika mafundisho ya mitume, wakaendelea katika ushirika, wakaendelea katika kumega mkate, na wakaendelea katika maombi. Angalia Rumi ya 2 hapa. Rumi ya 2, angalia kusudi liokoalo la kuwaokoa watubuo. Walikuwa wametubu, walikuwa wanatoba, walikuwa wameokolewa.
Matendo ya Mitume sura ya 15. Matendo ya Mitume 15, 15:3. 15:3. 15:3. Basi wakisafirishwa na kanisa wakapita kati ya nchi ya Foinike na wakafika katika nchi, wakapita katika kati ya nchi ya Foinike na Samaria. Alafu anasema wakitangaza habari za kuongoka kwao mataifa. Hilo ndio kusudi la kule kutoka. Hilo ndio kusudi la kuhubiri kwetu. Hilo ndilo kusudi la kwenda na ujumbe wa neema, ujumbe wa habari njema, ujumbe wake Mungu. Wale watu wakageukia Bwana. Wathesaloniki wa kwanza, tuende pamoja. Tumeshaona kwenda mwendo wa kupata kueleweka. Wathesaloniki wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5. Tulipopokea Roho na tukaipokea ile nguvu ambayo Roho anaileta, na tunatoka tunahubiri kwa ile nguvu iokoayo. Tunahubiri kwa utii wenye utimilifu. Tunahubiri kwa ule utayari wa kiroho, na tunahubiri kwa uinjilisti, bidii iliyo thabiti ya kiinjilisti, na tunahubiri kwa ustahimilivu wenye kiwango, ya kwamba watu wanaosikia wanahisi ile nguvu, wanaona ule ushahidi ya kwamba sisi sio watu ambao tunazungumza nao, bali Roho anasema na wao. Amen, amen. Maana injili yetu, kwa maana ndugu, anasema ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, si maneno tu yanayotoka katika akili. Hapana, sio maneno ya akili tu. Hapana, neno ambalo wamejifunza tu. Hapana, bali ni injili ambayo imekuja kwa ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Anasema ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu, bali na katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na uthibitifu mwingi, kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu, nanyi mkawa mafuasi wetu. Sura 6. Nanyi mkawa, wakaokolewa, walibadilishwa, waligeuzwa, walitubu, ile haki ya injili ikaja juu yao. Nanyi mkawa wafuasi wetu kwa Bwana na wafuasi wetu, mkiwa mmekwisha kulipokea neno, mkiisha kulipokea neno katika dhiki nyingi, pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu. Sura 7. Hata mkawa kielelezo kwa watu wote waaminio katika Makedonia na katika Akaya. Sura 8. Anasema maana kutoka kwenu neno la Mungu limevuma. Kutoka kwenu neno la Mungu limevuma. Alafu anasema si katika Makedonia tu na Akaya, si katika Makedonia na Akaya tu, ila na kila mahali, katika ofisi zao, katika mahali pao pa kazi,
katika jamii waliomo, kila mahali ambapo walikuja kuwafikia watu na watu wakaja kuwafikia wao, kila mahali. Nasema kila mahali neema yenu iokoayo, ambayo ni kwa Mungu, imemiminwa kote kote, ili kwamba sisi tusiwe na haja. Anasema kwa kuwa, anasema na kila mahali imani yenu mlio nayo kwa Mungu imeenea, hata hatuna haja sisi kunena lolote. Mstari wa 9, kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu, jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu na jinsi mlivyomgeukia Mungu. Wokovu wao haukuwa wa kitambo tu, hapana. Haukuwa wokovu wa kwenye mkutano wa crusade, haukuwa wokovu katika huduma ya uinjilisti, au katika wakati wao tu wa kunyoosha mikono yao, au katika wakati wa kuandika majina yao tu katika kijikaratasi. Hapana, wao walichukua ule wokovu kurudi nyumbani kwao, na wokovu ule ulikuwa halisia. Kwa nini? Kwa sababu watu katika jamii zao waliona, walijua jinsi ambavyo walimgeukia Mungu. Anasema kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu, jinsi tulivyowatangazia habari zetu, jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu na jinsi mlivyomgeukia Mungu, mkaziacha sanamu ili kumtumikia Mungu aliye hai wa kweli na kumngojea mwanaye kutoka mbinguni. Ule ujumbe waliotoa uliwafanya wageuke kutoka katika miungu mingine. Haukuwa ujumbe wa kijuujuu, haukuwa ujumbe wenye mipaka fulani. Ujumbe kadhalika ulihusisha kule kurejea kwa Bwana, kuja kwa Bwana, na ujumbe wao ulihusisha pia kule kuishi kwa namna ambapo wataweza kuwa wanamgojea mwana wa Mungu kutoka juu mbinguni, na wakarejea majumbani kwao kuyaishi maisha yale, wakijua kutoka kile ambacho wamejifunza katika wakati wa wokovu wao ya kwamba Kristo atakuja wakati wowote ule, na kwa hivyo wakarejea kila wakati wakingojea kwa ajili ya kurejea kwa mwana kutoka juu mbinguni, ambaye alikuwa amemfufua, ambaye alimfufua katika wafu, naye ni Yesu mwenye kutuokoa na ghadhabu itakayokuja. Rumi 3 ni shauku ijazilizayo kwa mpenyo mkamilifu. Walikuwa nayo shauku, jambo la kwanza, kwa ajili ya kuwa na mpenyo katika mioyo na nia na roho, kila sehemu ya utu wa ndani wa kiasili na mioyo ya wale wawasikiao. Na kulikuwa na mchomo na kupenya katika mawazo yao, akili zao na fikra zao na nafsi zao, hisia zao na hata zile nafsi zao. Ujumbe ambao Roho Mtakatifu alikuwa anawasaidia kuweza kutoa ulikuwa wenye kuchoma ili nafsi yao nzima. Ilikuwa ni ujumbe ambao una upenyo katika familia nzima, mume, mke, watoto. Mabwana zangu, tutendeje ili tupate kuweza kuokolewa? Mwamini Bwana Yesu Kristo nawe utaokolewa, wewe na nyumba yako yote. Na yeye akawaleta Paulo na Sila nyumbani kwake, wakaosha miguu majeraha yao,
wakasafisha majeraha yao, na yeye yule bwana jela akabatizwa na nyumba yake yote. Ule ujumbe ukaipenya familia nzima ya yule bwana jela wa Filipi, na ule ujumbe ukafikia kutaniko zima. Sio baadhi wakiamini, na wengine wana sita, wengine wanacheka, wengine wana hamasa tu za kimwili, wengine hawajali, lakini wengine walipata mpenyo kamilifu. Na ndicho ambacho Bwana amekiahidi, si tu kuwa na mpenyo katika ile hadhira iliyokuwa pale, lakini hatimaye ule ujumbe ukaupenya katika ulimwengu wote mzima, shauku yenye kujaziliza kwa ajili ya upenyo mkamilifu. Matendo ya Mitume 1:8, Matendo ya Mitume 1:8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kuwa na mpenyo katika Yerusalemu, kupenya katika Uyahudi, ile habari njema ikipenya Samaria, na habari njema ikipenya katika habari njema za Kristo ulimwenguni. Warumi sura ile ya 10:17. Kwa hiyo imani huja kwa kusikia, na kusikia neno la Kristo. Mstari wa 18, mstari wa 18 anasema, lakini nasema, je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia, hakika wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu, ikipenya kila mahali. Kipengele cha pili sasa. Kipengele cha pili, kudumisha nguvu yako isiyo ya kawaida ya mlinzi mwenye ujasiri. Nguvu isiyo ya kawaida ya mlinzi mwenye ujasiri. Kupokea ni jambo lingine, lakini kudumisha ni jambo lingine. Ni jambo moja kunukuu tarehe kwamba mimi nilipokea ujazo katika wakati na siku fulani na mahali fulani, lakini ni jambo jingine kabisa kudumisha ule ujazo mpaka wakati huu tuliokuwa na kupokea wokovu. Unaandika katika tarehe, unaandika kwa ile tarehe ya kupokea wokovu wako. Dumisha utakaso, weka mahali, lakini dumisha hadi wakati huu. Amen. Hebu zungumza juu ya muda ule ambapo ulipokea ile nguvu na ile shauku, ile bidii, kule kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Hebu tuambie juu ya kudumisha ile nguvu isiyokuwa ya kawaida, na wewe katika ile nguvu isiyo kawaida unakuwa ni mlinzi mwenye ujasiri. Mika sura ya 3 mstari wa 8. Mika, tuende mahali pale. Bali mimi hakika, mimi nimekuwa, lakini naidumisha ile nguvu sasa. Bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa Roho ya Bwana. Haivuji ile nguvu, haikauki, haiyeyuki na kuwa mvuke, lakini kama mchungaji, kama mhubiri, lakini kama mtu asiye wa kawaida,
katika mikono ya Bwana, chini ya nguvu kuu ya Roho Mtakatifu. Mimi nimejaa uweza kwa Roho wa Bwana na hukumu. Nimejaa hukumu na uweza, nimhubiri Yakobo kosa lake, kumhubiri Yakobo mwitikio wake na Israeli. Fungi kinywa chake. Ukweli ule wa Roho Mtakatifu uko juu zaidi kuliko ule mwitikio wa Yakobo au Efraim au Israel. Lakini bado hiki chombo kisichokuwa cha kawaida mikononi mwa Mungu kilikuwa kimejaa nguvu na uweza kuweza kutangaza ile hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi, dhidi ya kwa ajili ya Yakobo na Israel, dhambi yao. Mambo matatu kipindi cha pili tunatazama. Jambo la kwanza, nguvu ikayo idumuyo ili kukemea na kuwaonya wenye dhambi. Jambo la pili, nguvu iongezekayo kuzuia na kukemea roho chafu. Jambo la tatu, nguvu ithibitishayo kuachilia na kuziamsha roho. Tuangalie Rumi ya kwanza, ni ile nguvu idumuyo kukemea na kuwaonya wenye dhambi. Kuwaonya wenye dhambi. Neno la Mungu linatuambia wazi wazi kabisa katika kitabu cha Ezekiel sura ya 3 mstari 17, mwanadamu, nimekuweka wewe, nimekuita. Zaidi ya hapo, nimekutuma. Zaidi ya hayo, nimekufanya. Je, kama umeitwa alafu uniruhusu nikufanye? Je, kama umetumwa lakini humruhusu akufanye? Je, kama una utendaji lakini humruhusu yeye akufanye? Mwana wa Adamu, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi. 17 ule wa nyumba ya Israeli. Ezekiel 3:17. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu. Sikia neno hili, si katika mtandao, katika kinywa changu. Lisikie neno langu, si kutoka katika tetesi. Hebu lisikie kutoka katika kinywa changu. Sikia neno, si katika wahubiri wa kidunia, bali kinywa changu. Sikia neno langu, si kutoka katika manabii wa uongo, ili waweze kuwa kasuku wa manabii wa uongo. Sikia neno kutoka katika kinywa changu, na ukawape maonyo. Ndicho hiki ambacho Bwana ametufanya sisi kuweza kuwa, na tunabaki katika ile nguvu idumuyo ili kuweza kukemea na kuwaonya wenye dhambi. Wakolosai sura ya kwanza. Wakolosai, twende pamoja. Wakolosai 1:28, ambaye tumhubiri tukimwonya kila mtu, tukimwonya kila mtu. Kuna watu wengine watanuna, bado tunaendelea kuwaonya kila mtu.
Kwani huogopi kununa kwao? Siogopi kununa kwao, naonea huruma. Nawaza juu ya umilele wao, naonea huruma. Kama wakihubiri njia pekee, wakilikataa hili neno pekee ambalo litawatoa hapa duniani kwenda juu mbinguni, kama wakilinunia hili neno, naonea huruma kabisa. Kile ambacho wanakinunia ndicho ambacho kinawafikisha mbinguni, lakini wataangamia katika kununa kwao. Usiwaogope, tunawahurumia. Naendelea kuwaonya. Je, kama wakikataa? Hatuachi kusonga mbele kwa sababu wamekataa. Wakikataa utakaso, hatuwezi kuwa kamilifu pasipo, hawezi kuwa mkamilifu bila ya kutiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaendelea kuambia, tukiwaonya, tukimuonya kila mtu, ili kwamba tunamuonya kila mtu na kumfundisha kila mtu, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Angalia Rumi ya 2, ni nguvu iongezekayo kuzuilia roho zilizo dhaifu. Nguvu iongezekayo. Walipoanza kuhubiri toka Matendo ya Mitume sura ya 2, kulikuwa na mambo ambayo hawakuyakabili, hawakuwa na haja ya kuyakabili. Sura ya 3, watu waliokuwa wakiwahubiria kulikuwa na mambo ambayo walikuwa hawakuwa na haja ya kuyakabili katika wale wasikiao. Sura ya 4, sura ya 5, kulikuwa na mambo ambayo hawakuwa na sababu ya kuyakabili. Lakini muda ulipokuwa ukisonga, Shetani alikuwa ana azimu zaidi. Mapepo mabaya walikuwa wanazidi kuazimu zaidi, kutumia nguvu zao, kutumia nguvu zao zote za wafuasi wao kupinga ule ujumbe. Na mapepo mabaya wakawa na azimu zaidi. Shetani akizidi kuwa ana azimu zaidi, na mitume, wachungaji wale waangalizi, wainjilisti, wachungaji, walimu, na wao kadhalika wakawa wenye kujawa zaidi na kutiwa nguvu zaidi na Roho Mtakatifu, kuongezeka katika nguvu, kuzuia na kudhoofisha zile roho chafu, zile roho ovu. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari ule wa 6, 13:6. Na walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi. Wakamwona mtu mmoja mchawi. Wachawi ni sehemu ya watu ambao watakwenda katika ile ziwa la moto na kuwa pale milele na milele kama hawatatubu. Wanaweza wakawa na mwitikio wa kinyume hapa duniani kwa kitambo, wakapinga hapa duniani, wakafanya hila kwa watu, na hata wengine wanafanya hila kwa wahubiri. Lakini ni wachawi ambao wanafanikiwa kwa kitambo tu. Na ile ziwa la moto linalowaka
kwa moto na kibiriti, limehifadhiwa kwa ajili yao milele. Kwa hivyo kama wachawi hawatatubu, hawamdhuru yeyote, wanajidhuru wao wenyewe. Ndio, wanajidhuru wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wamesikia na wamebaki katika uchawi, ushirikina wao. Kuteseka kwao, mateso yao yatakuwa si ya kuvumilika milele na milele. Endelea kuwaonya. Na manabii wa uongo, nabii wa uongo, Myahudi, bado ni Myahudi alafu mchawi, mwendaji kanisani alafu mchawi, Myahudi alafu nabii wa uongo, jina lake Bar Yesu. Bar Yesu, neno pale Bar ni mwana wa Yesu. Na unafahamu pia kwamba huyu sio Yesu Bwana wetu, bali jina la baba yake Yesu. Yesu lilikuwa jina la kawaida wakati ule, lilikuwa ni kama Yoshua katika Agano la Kale. Na kwa hakika watu wa nyakati za Yesu Bwana wetu, wengi wao walikuwa nalo hilo jina la Yesu mpaka mwisho wa karne pengine ya pili, ya kwamba Wayahudi kwa sababu ya chuki yao kwa Yesu, kumchukia kwao Yesu wa Nazareti, wakaacha kuwapatia watoto wao jina la Yesu kwa watoto wao mwishoni mwa karne ya pili. Na si hivyo tu, waamini kwa sababu ya heshima yao kwa Yesu wa Nazareti hawakutoa hilo jina kwa watoto wao, jina la Yesu. Lakini wakati huu Matendo inapoandikwa, kulikuwa na watu wanaitwa Yesu. Angalia jina hili Bar Yesu, Bar Yesu, mwana wa Yesu. Lakini angalia kwa upande mwingine, Bar Yesu, kuzuia mlango, kufunga mlango na kumkataa Yesu wa Nazareti na kumzuia asiingie katika moyo wa watu au wake kwa waume. Angalia mstari wa 7, Matendo ya Mitume 13 ile, tuende pamoja. Mstari wa 7 anasema, mtu huyo alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo. Alikuwa na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu, neno la Injili, neno la neema. Angalia mstari wa 8. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, alikuwa anafurahishwa na cheo hicho Elima. Na maana ya jina hilo Elima, ambaye ilikuwa ni jina lake la bandia la utani, jina lake ni mchawi. Yajaribu kuwaza kwamba watu ambao ni wachawi mara nyingi wanaficha majina yao, kitambulisho chao, hawataki wajulikane. Wanaingia mahali katikati ya watu wa Mungu na wanajificha kitambulisho chao. Na hata pale watoto wadogo
ambao wamekuwa wamehamasishwa nao kuwaita na kuwaingiza katika vyama vyao vya siri vya giza, kwa kuwapatia chochote ambacho wanawapatia, zile biskuti, njugu, karanga, lawalawa, na hawa watoto wanajikuta wameishia katika mikutano yao. Hawa wachawi wanajikuta wako katika mikutano ya kiza, na wanamuona yule mchawi kwamba yule ambaye amewapatia kile ambacho wamekula ili kuja mahali pale, na watoto wanawaambia wazazi wao, baba, nilimwona. Wao waelewi, wamemwona dada fulani. Wao waelewi, mtoto yule mchawi sio dada yetu, ni mwenye dhambi, na kwa hakika ni mwenye dhambi mara mbili, kwa sababu amekwenda kujiingiza katika kiwango kingine cha tofauti. Na wazazi wao wanatoa taarifa kwa viongozi wetu, na viongozi wanawaita, na sio mtoto mmoja, sio wawili, sio watatu, wanatoa taarifa ya kwamba tumeingia katika mambo ya uchawi. Wazazi wale hawakubali, hawajiweki wazi, watu wale wanajificha kitambulisho chao, hawakubali kutambulisha kitambulisho chao. Lakini huyu Elima mchawi alikuwa hajifichi. Kila alipokuwa akenda, alikuwa anafurahia katika ule uovu na nguvu za kiovu ambazo zinamzamisha katika moto wa jehanamu milele. Yule mchawi, kwa maana ndilo lilikuwa jina lake kwa tafsiri, maana ni tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia liwali moyo wa kuiacha ile imani. Angalia mstari wa 9. Mstari wa 9, lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akaanza kuongea kwa lugha. Hapana, watu ambao wanaonyesha kunena kwa lugha, lakini hawana nguvu ya kuzuia wachawi, hawana nguvu ya kuzuia warudi nyuma, kuzuia watu wenye ujasiri, wenye kuibugudhi imani, wananena tu kwa lugha. Hapana, Sauli ambaye pia anaitwa Paulo, akiwa amejawa na Roho Mtakatifu. Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho. Mstari wa 10, mstari wa 10 akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote. Wachawi ni watu wa hila, watu wa hila, na wanafanya kazi zao ambazo zenye kuwa na ukaribu kwa viongozi, wako karibu na viongozi, karibu na waratibu, karibu na waangalizi. Wanatenda kwa hila, wako karibu sana na viongozi na wachungaji. Wanaweza wakafanya njia yao kwa karibu sana, wakafanya mambo yao karibu sana na liwali, kwa Sergio Paulo, kwa yule niaba, yule kaimu wa yule mkuu wa mkoa. Wanafanya kazi zao, wanafanya kazi zao kwa kuwa na ukaribu na mazoea, kwa hila, na yule liwali hakuweza kujua kile ambacho wanafanya, sababu wanafanya kwa hila, kwa kisirisiri, nyuma ya pazia la kisaikolojia. Mejaa hila, mejaa hila
na kujaa kila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, adui wa haki yote. Zungumza juu ya uponyaji, hawajali. Zungumza juu ya pesa, mafanikio, hawajali sana. Zungumza juu ya haki ambayo itawapeleka watu juu mbinguni. Hilo ndio linawahusu sana. Hilo ndio wanapenda kulipiga vita, maadui wa haki yote. Huachi kuzipotoa njia za Bwana. Huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Hii sasa ndiyo nguvu inayoongezeka. Angalia mstari 11. Mstari 11, basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako. Mtu anasema Bwana asifiwe. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Ezekieli. Sio mkono wa Bwana namna hii hapa. Mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia. Kiwi kikamwangukia juu ya yule mchawi. Kuna nguvu zaidi ya hiyo nguvu. Kuna nguvu kupita nguvu ya mchawi. Amen. Amen kubwa. Unapokuwa na nguvu ile, wachawi hawata kuondosha kutoka madhabahuni. Amen. Na huyu mchawi akasema, nataka kusikia neno la Mungu, nataka kusikia habari ya Injili, neno la neema. Sergio Paulo walikuwa wanataka kusikia neno la Injili. Paulo na Barnaba wakaenda na walikuwa wanatangaza neno la Mungu kwa Sergio Paulo, lakini mchawi fulani alikuwa yuko tayari kuwaondosha kutoka madhabahuni. Ni wachungaji wangapi? Ni wahubiri wangapi wameondoshwa na wachawi kutoka madhabahuni? Au pengine wale wachawi wamewafukuza nje kutoka katika kunena kwa uthabiti, kwa nguvu na kwa mpenyo. Hawawezi kuthubutu kufanya hivyo tena. Wakati mwingine wanakuja kwa njia za pembeni na wanatoa maneno ya sifa. Utaamini hivi? Unaamini kwamba wachawi wanaweza wakatoa aina ya shuhuda, jinsi ambavyo wachawi waliwasaidia na kuwazuia wasiingie katika shimo fulani, na watakiri kabisa kwamba yule mtu au wale watu walikuwa ni wachawi, waliwazuia wasiingie huko, na wakawapatia maarifa ambayo hawakuipata kwa Roho Mtakatifu. Wanaposema namna hiyo, wanaambia ile hadhara yao, wanaambia kutaniko lao, waache watu hao. Wakati mwingine wanajionyesha kama ni wasaidizi. Usipoteze nguvu yako. Nipe amen kubwa. Wanajifanya kuwa wasaidizi, lakini si wasaidizi. Usiache ule ujasiri, uhodari na hila ya wachawi. Ujasiri na uhodari wa hila ya wachawi ikutoe kutoka katika wito wako. Usiruhusi
unayo nguvu. Mimi ninayo nguvu. Amen. Na kwa hivyo mara akaja kati yao, akaja kiza, kiwi kikamwangukia, na akaenda huku na huko akitafute, akazunguka. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Mstari wa 12, ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka akaamini, akiyastaajabia mafundisho ya Bwana. Tuangalie Rumi ya 3 kipengele cha pili hicho. Rumi ya 3 ni nguvu ithibitishayo kuachilia na kuamsha roho. Nguvu ambayo inathibitisha na kuamsha ile nafsi ya waliolala, nafsi za waliolala. Matendo ya Mitume, twende sura ya 2 pale kuanzia mstari wa 41. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 41. Ndipo nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Hiyo ni nguvu, hiyo ni nguvu, nguvu ya kuthibitisha habari njema na kuwaleta watu kuingia katika ufalme wa Mungu. Amen, amen. Maelfu yao unathibitisha kwa nguvu, na unawaachilia kutoka katika dhambi, unawaachilia kutoka katika aibu yao, unawaachilia kutoka matesoni, unawaachilia kutoka magonjwani. Nguvu ithibitishayo, na ile nguvu na kuamsha. Mstari wa 42, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Sura ile ya 4 Matendo ya Mitume kuanzia mstari wa 4. 4 unasema 4 Matendo. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Sasa kuona nguvu waliokuwa nayo kuwaamsha roho zile zilizokuwa zimelala, za wale ambao walikuwa wamelala karibu kabisa na ukingo wa umilele, wakilala katika chini ya nguzo, na ile wanalala chini ya nguzo ambayo karibu yake ni ile shimo lisilokuwa na kina. Wamekuwa wakilala karibu kabisa na ukingo wa mwisho wa maisha yao, lakini wakapata ile nguvu ya amshayo ya kuamsha roho zao na kuwaachilia na kuwaleta kwa Bwana, na wakafanya hivyo kwa maelfu. Sura ya 6 mstari wa 7. Matendo sura ya 6 mstari wa 7. Na neno la Bwana
neno la Mungu likaenea. Atuzungumzi hapa juu ya kuongezeka kwa kuchapishwa kwa Biblia. Kulikuwa kuna uchapishaji wa Biblia. Neno la Mungu likaenea kwa sababu ya kujifunza neno. Watu waliokuwa wakilipokea lile neno na kuwapatia neno lile wengine, au watu wakaongezeka. Watu walioamini neno, watu waliokuwa wakihubiri na kueneza neno wakaongezeka. Ndivyo ambavyo neno liliongezeka wakati ule, na neno la Mungu, neno la Injili, neno la neema, neno la utauwa likaongezeka, likaenea, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu, Jamii kubwa ya makuhani, wakaitii ile imani, Jamii kubwa ya makuhani, ambao hapo kwanza walikataa. Sasa jamii kubwa wakaguswa mioyo yao, nafsi zao zikaamshwa, roho zao, na wakawa wamefunguliwa kutoka katika desturi, wakafunguliwa kutoka katika kila ugumu na ule usugu wa desturi za wakuu wa makuhani na Mafarisayo na Masadukayo. Wakafunguliwa kutoka katika dhambi zao. Angalia sasa kipengele cha tatu. Kipengele cha tatu, kutambua nguvu isiyojulikana, kuitambua nguvu isiyojulikana ya mtendakazi mwenye utambuzi. Angalia Timotheo wa pili sura ya pili sura 15. Wahubiri wanaitwa watenda kazi, wainjilisti wanaitwa watenda kazi, watangazaji wa habari njema wanaitwa kuwa watenda kazi. Kuitambua nguvu isiyojulikana ya mtenda kazi mwenye utambuzi. Timotheo wa pili sura ya pili, tuanzie mstari wa 15. Jitahidi, fanya bidii, fanya kila uwezalo, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi, shahidi, asiye na sababu ya kutahayari, akitumia kwa halali neno la kweli. Mama tatu. Jambo la kwanza, Rumi ya kwanza, utambuzi uliovuviwa wa maandiko ya kweli. Utambuzi uliovuviwa wa maandiko ya kweli. Jambo la pili, uwasilianaji wa wokovu wenye mageuzi. Jambo la tatu, ujasiri uongezekao pamoja na uthabiti chini katika majaribu. Bwana alitenda hilo katika maisha yetu, kuvuviwa. Bwana atujalie hayo. Utambuzi, Bwana atujazilize hilo katika maisha yetu. Kulikuwa na kutambua
na kule kupenda na kueneza yale maandiko ya kweli. Bwana alithibitisha hilo katika maisha yetu. Kuongezeka, kuvuka, kupita, kuvuka juu ya, kupanda juu zaidi kati ya kile ambacho ulikuwa nacho awali. Hii siku ya leo Bwana atende hilo katika maisha yako. Uthabiti ule chini ya mateso, Bwana akujalie kwa jina la Yesu, amen. Na Bwana atupatie hilo sasa. Wapi? Wapi? Lini? Sasa. Inuka pale ulipo, mwambie Bwana ule utambuzi uliovuviwa ambao Bwana atakujalia. Utambuzi uliovuviwa wa maandiko ya kweli. Fungua kinywa chako, sema na Bwana kwamba akupatie hii nguvu ambayo ilikuwa haijulikani awali, isiyo ya kawaida, isiyojulikanika, nguvu